Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Habari za wakati huu mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24, na ukaribisha kuweza kufuata taarifa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Msomaji wako ni mimi Safari Almas, na kuomba uweze kunipa macho na kunitegea sikio mwanzo hadi mwisho. Tuanzie na huko Baraka ambako milio ya risasi imesikika kwa wingi jioni ya tarehe 3 Juni 2025 pa Baraka upande wa kata la Baro. Hali hiyo imezua wasiwasi miongoni mwa raia na kusababisha wafanyabiashara kufunga milango yao kwa kuhofia usalama wao. Mpaka sasa chanzo kikubwa cha milio hiyo ya risasi bado kujulikana. Katika siku za nyuma milio ya risasi ilikuwa imepungua katika mji wa Baraka kwa kiasi kikubwa. Hivyo ni kutokana na juhudi za vitengo vya usalama pamoja na meya wa mji wa Baraka waliowajibika vyema. Kupitia swala hilo, baadhi ya mashirika ya kiraia katika mji wa Baraka yaliweza kutaja kupongeza hatua hiyo. Huko Simbi ni kwamba shirika la raia pa Simbi sekta Mutambala tarafani Fizi limetaja kusikitishwa na vitendo vya baadhi ya viongozi wa mashule wanaofukuzwa wanafunzi kwa sababu ya kuchelewa kulipa ada za shule, kitu ambacho ni kinyume na sheria. Akizungumza na TV yako Bwana Elwa Mtambala, mratibu wa shirika la raia pa Simbi, amesema kuwa ni jambo la kusikitisha kuona wanafunzi wanafukuzwa kwa sababu ya kutokulipa pesa, huku upande mwingine akiomba kwa viongozi wa elimu kuingilia kati swala hilo. Wazazi wanaosomesha watoto kwenye shule la sekondari wazidi kushangazwa na hali ambazo walimu na ukuu viongozi wa mashule wanavyoendelea kuvifanya, ambapo wanafukuza watoto kwenye shule wakati watoto wanapokosa franga za kulipa. Watoto kuna wale wanaofanya siku 3 ama juma mzima ama juma 2 wapo nje wanapitisha baadhi ya elimu. Wakati wanapolipwa pesa wanalipwa pesa zenye kuenea, lakini watoto wauridilie kupata elimu zile ambazo zimepita wakati walikuwa wakifukuzwa wakiwa nje. Kwa hiyo wazazi wanaosomesha watoto kwenye shule la sekondari waomba wakuu uongozi wa usikao na idara la masomo wa kanisa kama vile wa serikali kuingilia kati swala la watoto kufukuzwa kiolela, kwani wanawalipa pesa lakini watoto wanapoteza elimu muda wa siku wanazofanya nje. Kwa hiyo isilete mitafaruko kati ya wazazi na walimu, na pamoja na shirika zile zinazohusika na ukinga wa watoto pia nazo ziangalie ni vipi ambavyo zinaweza kufanya kwa kusisimua walimu na kuwapa masemina ili wasifukuze watoto, wachukue mekanizmu mengine ya kutafuta pesa kwa wanafunzi ama kwa walimu. Hii inamaanisha wazazi waishaanza kuona walimu pamoja na waongozi wa mashule za sekondari waweka shule za sekondari kama vile biashara ama kama vile kope, kwani sheria inasema mtoto asifukuzwe, lakini wao wanafukuza watoto kiolela. Na wakati wanapofukuza watoto, zile pesa ambao wamepatana kwa mtoto anapaswa kulipa kwa mwezi wanazilipa, lakini mtoto akifanya wiki ama siku 3 yupo nje aende shuleni, zile elimu vile mtoto anapoteza, na wanapeleka watoto ili waende wafate elimu kulingana na kalendari ya masomo. Kwa hiyo wazazi waomba wakuu wa serikali wa kanisa wanayohusika na idara la masomo washughulikie swala hilo, kwani mwaka ambao tutakapoanza watoto wasifukuzwe. Kuna baadhi ya watoto na shule kaza ambazo zimefukuzwa watoto wakati wa mitihani. Pa Baraka tu ni kwamba uongozi wa hospitali kuu ya Baraka umekanusha habari zinazozagaa kwa sasa kwamba kwenye hospitali hiyo hakuna mortuary inayofanya kazi kawaida, jambo ambalo limekemewa kwa hali ya juu na kuomba watu kutokutawanya habari za uongo. Kwenye mazungumzo nasi Dr. Moiz Makengo, mmoja kati ya waganga ndani ya hospitali hiyo, amesema kupata mshangao kuona watu wanatawanya habari ambazo zina ukweli ndani, huku akihakikisha kwamba mortuary inafanya kazi kama kawaida. Kwanza ni mshangao kabisa. Hospitali ya Baraka ni hospitali kuu ambayo inaeneza makondition zote ya kwa hospitali. Hiyo habari ya kusema kama hatuna morgue ni habari ya bongo. Kwanza morgue yetu iko moderne kwa sasa,
ni morgue yenye iko na courant yenye ikatiki 24/24. Komite directeur ya hospitali ilijikaza sana kuweka umeme en permanence. Il faut dépenser mingi sana kwa sababu ya morgue juu kusaidia population. Hiyo morgue kweli iko na inatumika vizuri sana. Hiyo habari ya kusema kama tunatosha mamaiti tunapeleka pasi nyingine ni ya uongo kabisa. Tuwezi fanya hivyo. Kwanza hiyo carburant tunaweza dépenser juu kupeleka mtu mbali kisha tumlete tupende rendez-vous tunakuye, hiyo pesa itatoka wapi? Sitamie tuambie mtu kama hatuna morgue yetu itumiki, mrudishe maiti. Mais morgue iko sawa, tunatumika vizuri. Kwa kuhakikishia naweza sema kama hata nyinyi wa journaliste ba viesage société civile na mtu yoyote ambaye anataka kujihakikishia kama morgue ya hospitali ya Baraka kweli inatumika, ina umeme ama je, akuje tutamfungulia morgue, ataangalia, ataona, atajionea kwa macho. Morgue yetu kabisa inatumika. Tunaomba population ikontinue kufaire confiance na hospitali yetu. Hospitali iko pale jour pour jour inatumika sana kwa sababu ya maendeleo ya kwetu Baraka, lakini kuna batu wa rombaya wanataka zaidi kuharibisha image ya hospitali, kusema mabari ya uongo. Mabari ya uongo inakuwa mingi sana tel point que iko naanza leta découragement kwa watu, na kibahakikisha kama hospitali inatumika mzuri, morgue iko sawa kabisa. Mwishowe Dr. Makengo Moise amewataka raia kutokuwa na tabia ya kuchelewesha mili ya ndugu zao ambao inatakiwa kuwekwa ndani ya mortuary kabla mili hiyo haijaribika. Tunapaswa kwanza kujua kuna mtu kwa mfano maiti inatoka mbali inafanya hapa 2 jours 3 jours munjia, labda walikuwa wanalia kunyumba kisha famille mbali na décider mkamate maiti mtie kumori. Maiti natufikia isha kwa en état de décomposition, manake isha haribika kwanza zaidi. Morgue haike kusema ukitia maiti yenye ilisha haribika sasa utaitoa inakuwa mzima. Hapana, itakuwa ile lakini inakuwa congelé, inabakia vile. Haiko kusema kama morgue yetu inaharibisha, hapana. Maiti zinakuyaka ilisha kuwa mueta ya mbaya. Lakini mtu mwana alikufa kwa mfano leo wala alikufa kwa hospitali banatia ku morgue ile saa hawezi haribika kwa sababu tuna umeme mzuri. Ningesema itaharibika kwa sababu hatuna courant, labda ningeitika. Sasa tuko na umeme, chambre froide zetu zote zinatumika mzuri. Na waza uliona wewe peke chambre froide zetu zinatumika mzuri, hakuna tatizo mali. Lakini watu wakuleta maiti nyumba, unafanya maiti 2 jours 3 jours kwa nyumba kisha una décider baadaye kuleta kwa hospitali. Mushaona kabisa kama inakuwa en état de décomposition. Morgue haita rudisha maiti kwa mzuri. Par contre itabawekea vile gisi ilikuwa na sasa mnatoa hiyo vile gisi ilikuwa. Jumbe ya mwisho ni kusema kama kwa sasa hospitali ya Baraka iko na maendeleo ya mingi sana. Hapana kusikia wenye watu wiko wanasema nje huko, kuja wewe peke uangalie nini tunafanya na nini hatufanyi. Tunaboresha vitu mingi sana kabisa tel point que mtafurahi, na tunaomba tu muendelee na kutufaire confiance. Comité directeur na médecin directeur na staff yake yote inatumika jour pour jour kwa kutusaidia population ipate matibabu mzuri. Shirika la uchukuzi wa watu pamoja na mizigo wa Promotco tarafani Fizi limeomba kwa mkuu kiongozi wa askari polisi husika na usalama barabarani kuondoa kizuizi ambacho ameweka kwenye barabara kutoka Fizi Center kwenda Kananda, kwani ni kinyume na sheria. Katika mazungumzo nasi Bwana Balongelwa Mulanda Ado, mwenyekiti wa shirika hilo tarafani Fizi, ameonyesha hapa kwa nini wao wanakataa kuwekwa kwa kizuizi katika barabara Fizi Center kwenda Kananda. Ndiyo yenye ilituma mie ni pande kuradio saa hii ni paraporo na comportement yenye iko saa hii Fizi muantite yangu na Kananda juu roulage iliwaza yende tia fouriere ingine soit Carrefour ingine pale Kananda, wakati si saa vile ba motare kile kitu atukupendezwa nacho na atukipendi. Pesa tunajua kama ni polisi ya circulation routière atukukatala, mais route yenye wanapenda ende tia ni ya desert agricole. Tutaikubali mukadre beko nasema kama route ya desert provincial ile hatutakatala, mais tutaielewa muui wakati kama ni route ya desert agricole juu benye bana utiliser ile route sana ni ba indigene benye banatoka kwa Bashkarangwa, banatoka Mukera, banatoka Simbi, banatoka Sevele na Fizi Centre. Kufatana na ile si hatukupendezwa na ile kitu, na hivi niko naongea na wewe niko kategorike sa vile president na katala roulage kwenda investir tena Kananda. Tuliofrire Fizi Centre iko na ale, iko na sortie na entrée. Mais Kananda vraiment tunakatala mubyote vile. Na kama sie ba motare, ba agents de la route atuko tayari na ile comportement yake ya kwenda fungula barriere ya Kananda, tunakatala NON.
kwanza anaifanya ilegalema, si atuyue, anaenda tu kufanya venye anawaza. Na kama kuko emanka ganye mu RN5 achunge wakati. Hii wakati ingali wakati ya watu wako wanasaidia, ile njia kwa mashamba watu wako wanajisaidia. Hapana mbarabara za kumashamba waanze fungula makamba hapa. Tunakatala ile, tunakatala NON. Kama napenda franga aende kufront, ndo kuko franga. Hakuna polisi mwenye yuko kufront, beba anapigana kule kufront, ni ba motare ndo wanapigana kule kufront. Tukamilishe na habari za uko Minova, ambako mji wa Minova katika tarafa Kale jimboni Kivu Kusini pamoja na senta Bweremana, makao makuu ya usultani wa Baunde, vimepata tena umeme tangu Jumamosi ya wiki iliyopita. Habari hizi zimehakikishwa na baadhi ya watumiaji wa umeme katika maeneo hayo. Akizungumza na TV yako Bwana Gloire Mumbara, mmoja ya watumiaji wa umeme katika senta Minova, amesema kuwa ni yapata miaka miwili sasa hawana umeme, na hivyo ni kutokana na mzozo unaokumba eneo la mashariki mwa DRC. Kurudi kwa umeme kunasaidia pakubwa urahisi wa kazi mbalimbali zinazotumia umeme. Tunashukuru kuona moto wa umeme isharudia tena, ambayo ilikuwa ishakata kunapita zaidi ya miaka 2, ila kwa sasa kura hii tunaona kabisa iko itatusaidia kunako kazi zetu sisi ambao tunakuwa na activite mbalimbali saa vile sekretaria mule hata ndani ya nyumba. Tunashukuru kabisa, tunafurahi sana kuona moto umeme tena inarudia. Tunaomba kwa wakubwa watusaidie, watuachie hii kura ilikuwa shakata siku za mingi, watuachie tukue nayo 24/24, itatusaidia kujiratrape. Mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24, hadi hapo ndipo tumefika mwisho wa taarifa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Msomaji wako alikuwa ni mimi Safari Almas. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe ili wa kwanza kupata taarifa zetu kila wakati na kwa muda sahihi. Hii ni Fizi News 24 inakuletea habari kutoka mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bye bye. Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.